Dar es Salaam Net Event 2025, Nuru ya Matumaini sana kwa mbele yenu, tukiendelea na somo la siku ya leo. Jana tulizungumza namna ya tabia nzuri ambazo mtu anaweza kuzifanya kama mawasiliano katika ndoa, na tukaona watu wa aina mbalimbali ambao tunawaona katika jamii na jinsi wanavyowasiliana. Leo tutamwangalia mwanamume na mwanamke, tofauti zao. Tutataka tumuelewe mwanamume na mwanamke. Kwanza nataka nikwambie kwamba kila mmoja ni wa thamani mbele za Mungu. Wewe mwanamke, wewe mwanamume, umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Na kwa hivyo unapojitazama, kusiwe na sababu yoyote ya kujisikia duni kwamba labda ningeumbwa mwanamume, labda ningeumbwa mwanamke. Mungu amekuumba kwa kusudi jema. Huyo mke uliye naye, mtazame mara 2 mara 3, ni zawadi kutoka kwa Mungu, na Mungu amemuumba tofauti ili mjengane. Na huyo mume uliye naye hali kadhalika. Wanaume na wanawake wako tofauti sana. Mtu asikudanganye kwamba tuko sawa. Ni kweli tuko sawa kwa thamani mbele za Mungu. Hakuna anayepungua mbele za Mungu, lakini tumetofautiana sana. Tumetofautiana kimwili, tumetofautiana kihisia, tumetofautiana katika mambo mengi, na yote hayo ni kwa ajili ya uzuri, ili tuweze kumtukuza Mungu. Nikisema tu kwa ufupi, kwa mfano, kimwili, hata ukimwangalia mwanamume aliyeko jirani yako, utaona tu ngozi yake na ya kwako ni tofauti. Ngozi zao ni ngumu ngumu hao wanaume, lakini zetu ni laini laini. Kwa makusudi mazuri ya Mungu, lazima hiyo ngozi iwe ngumu, na lazima hiyo ngozi iwe laini. Lakini kwa kitu kingine kimoja tunaweza nikasema kimwili, kwa mfano, wanawake wanasema kwamba wana kiwango kidogo cha chembe chembe nyekundu za damu ukilinganisha na wanaume. Na hii ina maana gani? Unapokuwa na chembe chembe chache au nyingi, ndio maana ya kiwango cha oksijeni unachopata, kwa sababu hii ndilo gari linalosafirisha oksijeni katika mwili. Kwa hiyo mwanamume, unapoelewa kwamba huyu mtu mko tofauti, au mwanamke unajua kwamba mko tofauti, hata tabia na mwitikio katika mahusiano unakuwa tofauti. Kwa mfano, kama mwanamke anaonekana anahema tu, mnapanda mlima, hawezi kutembea kwa kasi yako, jua kile kiwango cha oksijeni kwake. Usimwambie kwamba unatembea au umesimama, mbona unajikanyaga. Jua kwamba yule uwezo kile kiwango cha oksijeni katika mapafu yake sio sawa sawa na wewe, utamuelewa. Na kwa hivyo muda haututoshi kuongelea jinsi ambavyo tumetofautiana kimwili. Labda hata misuli mwanamume aliye nayo imejengeka tofauti, mwanamke imejengeka tofauti. Ubongo wetu wanawake, tuna uwezo wa kutumia ubongo ukawasiliana vizuri upande wa kulia na kushoto kuliko wanaume. Na ndio maana hisia tunazimudu vizuri, lakini mwanamume anachanganywa anaposhughulisha hisia, kwa sababu yeye anafikiria kimantiki zaidi. Na kwa hivyo tutaangalia zile tofauti ambazo huenda zinaweza kusaidia katika mahusiano. Hatutazungumza kila tofauti, maana hili ni somo pana sana. Sasa ngoja tuanze hivi. Mahitaji ya wanaume na wanawake. Wanaume na wanawake ni tofauti kama nilivyokwisha kusema, na kwa hivyo ikiwa tunataka kuishi kwa furaha, tunahitaji kuzielewa tofauti hizi, tuzielewe vizuri. Jambo la kwanza, tuangalie mahitaji ya mwanamke. Mwanamke katika mahusiano anahitaji nini? Anahitaji kupendwa na kujaliwa kihisia. Ndio maana hata anapochumbiwa anaambiwa yale, anafurikwa na upendo unamzunguka. Ndio maana anakuwa na mwitikio mzuri. Na kwa hivyo
swali linalokuwa katika kichwa cha mwanamke, kwa mfano anapochumbiwa, ni kuangalia huyu mwanamume ananipenda kweli? Ndio swali lake kubwa. Wala swali lake sio hayo mengine unayofikiria. Ni swali lake kubwa, huyu mwanamke ananipenda kweli? Na hata akiolewa anataka kujua kwamba unaendelea kumpenda. Wanaume wengi wanauliza maswali haya na wake zao kwamba ungepata nafasi ya pili ya kuoa, ungenichagua tena? Hamjawahi kusikia wanawake wakiwauliza waume hivyo? Ni kwamba anatafuta kwamba bado ninapendwa vile vile. Anataka kuhakikishiwa. Anapojiweka vizuri, anataka utambue kwamba unaweza ukamchagua tena. Na kwa hiyo mwanamke atasikia furaha mume wake akimwambia nakupenda, akimwambia mhakikishie, wala hawezi kushiba wala kuvimbiwa. Ukimwambia nakupenda asubuhi, mchana na jioni, anajisikia burudani. Mwambie. Lakini hapa nikiongea, kuna wengine hapa kwa mara ya mwisho alilisikia alipokuwa anachumbiwa, leo halisikii tena. Halisikii. Sasa wimbo ulio bora katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 1 fungu la 15, Suleiman anamwambia mke wake, anamwambia tazama wewe ni mzuri mpenzi wangu. Haya maneno mwanamke anapenda kuyasikia. Kusema ninakupenda inatakiwa isikike kila mara. Mwandikie ukiwa kazini, andika ka message, mwambie nimekukumbuka, uko katika moyo wangu. Mwandikie, isipite siku bila kumwandikia. Mwandikie, mtajie, mtendee vitendo vya upendo. Mwanamke anapenda hivyo. Lakini anahitaji pia kutambuliwa na kuwa na uhakika kwamba anakubalika kwa mumewe. Anataka lile jicho la kumwangalia vizuri na kumfurahia anapokuwepo. Kwa hiyo hata akijipitisha, tambua, muonyeshe kwamba umemuona. Mwambie. Alafu anapopika milo mitamu, anapoweka nyumba yake kuwa nadhifu, anapokuwa mwaminifu katika ndoa, anahitaji umwambie umefanya vizuri, umpongeze. Mwanamke anajisikia vizuri. Mwambie, usilichukulie kawaida, maana sio kila mwanamume anafanyiwa hivyo. Shukuru sana. Halafu kumbuka matukio maalum. Kama una kazawadi, sio lazima kawe kakubwa. Hata kama ni kadogo, kitendo kwamba umemfikiria, anajua huyu ananiwazia, ananijali, ni sehemu ya kumfanya ajisikie anatambuliwa. Mithali anasema maneno yapendezayo ni kama sega la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani. Fanya hivyo, neno la Mungu limehakikisha. Wanawake pia, kitendo cha kumsaidia ni kumsaidia katika majukumu. Mhubiri hapa alisema kwamba wanawake tuliharibu wenyewe. Eti tulipoenda tukachuma tunda, basi kila siku mwanamume anakuja anasema chakula, anakuuliza kwamba tulichukua nafasi, tulitoka kwenye nafasi ya kuwa wasaidizi tukaanza kuhudumia sisi. Lakini bado mwanamke akiona hata kitu kadogo kakumsaidia, ukimsaidia anajisikia furaha, anajisikia burudani. Mkono wa mwanaume usiinuliwe tu kumkumbatia, bali uinuliwe pia kumsaidia katika kupunguza mzigo wa majukumu mengi aliyo nayo. Wanawake wengi wamechoka, anachoka kwa sababu anakimbizana na maisha na mambo mengi. Unapompenda, kama ishara ya kumpenda ni kuelewa kwamba huyu mwanamke naye anachoka, amechoka. Na ukitaka huduma nzuri ya yale mambo mengine, ni lazima umpumzishe, si ndio? Mwanamume mwanamke anahitaji mwanamume anayemsikiliza. Unapokuwa, hata kama amekuja kukwambia habari na umeshika gazeti, unasema weka gazeti kando, muangalie machoni, umwambie unasemaje. Mpe usikivu, ajue kwamba anachozungumza ni cha thamani. Wanaume wenye hekima huwa wana muda wa kusikiliza
maneno, ujumbe wa sauti na lugha ya kimwili ya mwanamke. Lakini pia wanawake tunapaswa kujua kwamba wanaume wana kiwango kidogo cha kuongea na kusikiliza sana. Kwa hiyo usitengeneze mazingira ya yule mwanamume kuona kwamba wewe ni mwanakelele sana, maana unajua tuna maneno mengi, na kama uko nyumbani na huyo mwanamume hakuwepo, akifika ndio kwanza kama unaanza. Na kwa hivyo tuwajue kabisa kwamba pia wako tofauti na sisi. Alafu kitu kingine, mwanamume anataka kujua kwamba hisia za mwanamke hubadilika kulingana na mazingira. Wakati wa hedhi mwanamke anaweza kuwa na hisia tofauti. Wakati anapokuwa amechoka anaweza kuwa na hisia tofauti. Lakini mwanamume hisia zake ziko constant, haziathiriwi na mazingira na vitu vingine. Na kwa hiyo anapaswa kuelewa hili. Kwa hiyo mke anahitaji sikio la kusikiliza la mume wake. Wanawake wana utambuzi fulani hivi wa asili ambao akisema hana maelezo makubwa ya kukueleza. Kwa mfano, mwanamke anaweza kukuambia hivi kwamba hii safari hisia zinaniambia ahirisha, usiende. Na kwa sababu mwanamume anahitaji mantiki, anamuuliza kwa nini? Swali kwa nini. Hilo swali kwa nini kwa mwanamke ni kubwa, sio dogo. Anashindwa kujieleza, anasema ni hivyo tu, nimeona hivyo, tunajisikia hivyo. Hasa mwanamume anasema ni hivyo tu, ni kujisikia, au nataka tu nikae hapa. Wanaume wangapi waliwahi kukiuka alichomwambia mke wake na kaenda matatizo yakampata, lakini mwanamke hakuwa na maelezo mazuri ya kueleza? Kuna mwanamume hapa, unaona, nimeona kuna wanaume hapa wananyosha. Hicho kitu ni zawadi Mungu amekuwekea mtu ambaye anahisia. Msikilize. Kitu kingine ni hiki kuhusu wanaume sasa. Wanaume ni tofauti na sisi wanawake. Wanaume kila anachokiona kinachochea anavyojisikia, lakini mwanamke anachochewa na kile anachohisi. Sasa ndio maana hata hivyo tunawashauri kwamba wanawake, jamani, mvae vizuri mnapokwenda kwenye ibada, maeneo ya ibada. Msiwapotoshe wanaume katika kuona wasichotaka kuona, sababu sasa wataweka pazia kwenye macho, hawawezi, wanaona. Kwa hiyo mwanamume mwenye hekima atachukua muda kujali na kumbembeleza mke wake katika kujitayarisha kwa urafiki. Mwanamke ni hisia. Unataka ili uone tofauti ni hivi kati ya Solomoni na mke wake. Solomoni anamwambia mke wake, anasema nitazame uso wako, katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 2 fungu la 14. Lakini unamsikia mke wake anachozungumza, yeye anahisia na anazungumzia mguso. Mguso ni kitu cha muhimu sana. Anasema mkono wake wa kushoto chini ya kichwa changu na mkono wake wa kuume unanikumbatia. Kwa hiyo mume mwenye hekima atachukua muda na kujali kumbembeleza mke wake katika kumtayarisha kwa urafiki. Mwanamke anafurahia kuonyeshwa upendo kama tulivyosema, kwa njia mbalimbali, kwa kuguswa, kwa ukaribu, na hatimaye tendo la ndoa sio la kwanza kwa mwanamke, ni jambo la mwisho kabisa, na anaposhikwa sio lazima aishie huko. Kwa hiyo wanasema hivi, kama ingekuwa katika mahusiano kuhesabu ni 1, 2, 3, basi mwanamke anaweza kahesabu 1 kama habari ya kushikwa mkono, kubembelezwa, namba 2 kuwa karibu na kubusiwa, akaishia hapo. Lakini mwanamume yeye anafika mpaka 3. Sasa kama wale wanawake waliokoma hedhi wanaweza wasihesabu hata 1. Sio, mnanielewa vizuri? Kwa hiyo inatakiwa tuelewe tunavyotofautiana. Kwa hiyo mwanamke mara nyingi tunaambiwa kwamba
labda tuende hivi kwamba mwanamke katika hatua zake za maisha anabadilika. Kwa mfano, mnapoanza mahusiano ndio mmeoana, maelekezo yote ya mawazo yake na upendo wake ni kwa mume wake, anamhudumia, yaani upendo wake ni kwake. Lakini ikifika wakati wa miaka ya kulea, mkazo wake ni watoto na hitaji lake kuu ni familia. Ndio maana mwanamke mara nyingi tunamkumbusha kwamba kumbuka mume wako yupo kwenye picha, usimsahau kwa sababu ya watoto. Lakini watoto wakiondoka, mkazo unageuzwa kumwelekea yeye binafsi, anaanza kujiangalia na kujitunza yeye. Kwa hiyo mwanamume mwangalifu atazingatia mabadiliko na mahitaji ya mke wake. Labda tuende kwa haraka kwa mahitaji ya mwanamume. Mwanamume anajivunia kuwa mwanamume. Wakati mwanamke anajiuliza hivi napendwa, mwanamume anajiuliza kwamba hivi ninaweza. Kwa hiyo hata anapofanya kitu chochote kwa mke wake ni kutaka kujihakikishia kwamba anaweza kujiamini. Kila mwanamume ana mambo yake mazuri na mkewe anapaswa kuyatambua. Mtambue. Kama kuna kitu kinawamaliza wanaume ni kuwa na mwanamke anayemkosoa kila wakati, asiyeona jema, anaua ile ego ya mwanamume. Anajiona kama ni mwanamume asiyeweza. Mwanamume anapenda kuifurahia kazi yake kwa sababu inamfanya awe na kipato, na anapokuwa na kipato cha kuhudumia familia anajisikia misuri yake vizuri kwamba ameweza katika maisha. Na usipolitambua hilo kama mwanamke, unamumaliza mwanamume. Na mke mwenye busara atamtia moyo huyu mwanamume ili atimize ndoto zake. Wanaume huzungumza kwa mantiki na sio hisia. Nafikiri nilieleza jambo hili mapema, kulingana na jinsi ambavyo tunatumia ubongo kwa namna tofauti. Na kwa hivyo mwanamke, ndio maana wakati mwingine anaweza hata alie, na anapolia mwanamume anajiuliza huyu mke unalia nini? Wanaume mingi anakupisha kwa sababu hana cha kueleza, hajui cha kukusaidia. Maana mwanamke anaweza akalia akiwa na furaha, anaweza akalia akiwa na huzuni. Sasa anasema tukueleweje? Maneno, wanaume wana maneno machache, wanajaribu kuficha hisia zao, hawaongei na kwa sababu maamuzi yao hutegemea mantiki, ni vigumu wakati mwingine kujieleza katika hisia. Kwa mfano, mwanamke anaweza kumweka kikao mume wake akamwambia nieleze hili, ni kwa nini umefanya hivi? Mume anahitaji muda wa kulichakata hilo jambo. Kwa hiyo anapoondoka na kukupisha kidogo, ni ili asikukwaze zaidi, ili alichakate na kusemeshe vizuri. Usimwambie umenidharau. Na mwanamume hupenda mke wake aendelee kuvutia. Kwa hiyo ukifika nyumbani usifikiri ndio mwisho. Hata unapokuwa katika ndoa, ile hali uliyokuwa nayo ya kumvutia anaipenda. Asiwe anakwenda na kuficha mke wake alipo kwa sababu anaogopa umechakaa, umeharibika. Kwa sababu na anapojaribu kukutunza, basi mtie moyo kwa kufanya vizuri. Tulisema kwamba hisia zake huamshwa kile anachokiona. Mwanaume hata baada ya ugomvi, mawazo yake yanaweza kubadilishwa na muonekano mzuri wa mkewe, na anaweza kuwa tayari hata kwa tendo la ndoa hata baada ya kugombana. Lakini sio mwanamke. Wakati mwanamume anapofika umri wakati mwingine anaweza kuwa na changamoto. Anapotathmini malengo yake, anaona kama hayakufikiwa, basi ni rahisi kupata sonona. Kwa hiyo mwanamke mwenye hekima atamsaidia kukabiliana na nyakati hizi. Na kwa sababu hapendi kusema kama anahitaji msaada, ni rahisi kuwa na msongo. Uwe rafiki yake wa karibu ili akuamini, ajue akibwaga moyo wake kwako, wewe utakuwa tayari kumsaidia na kumtia moyo. Mwanamke mwenye hekima ataweza kutoa msaada na wazo lenye hekima. Mwanamume ana kiu ya kuheshimiwa.
anaheshimiwa, na anapoheshimiwa ndipo anajua kwamba yuko katika nyumba yake. Kama kuna kitu ambacho wanaume wanakilinda, ni ile kuona kwamba mwanamke amevuka mipaka, anataka kumwingilia. Ndio maana wanaume wanasaidiana, wanawaambia waise, wewe kama umekaliwa na mke wako usituletee hapa. Wanalindana. Kwa hiyo wanahitaji kuheshimiwa. Na namna gani mwanamke atamheshimu mwanamke? Kwanza, anamheshimu mume wake kama kichwa cha familia, kwa kutambua uongozi huu aliopewa na Mungu. Na Mungu alimwambia yeye ni kichwa, sio kwa sababu ana akili nyingi tu kukuzidi, au ana nguvu nyingi kukuzidi, au kwa sababu ana pesa. Yeye ni kichwa. Mungu amempatia nafasi hiyo ya uongozi. Iheshimu. Unamheshimu kwa kuzuia tamaa ya kutaka kutawala. Wewe ukiona umesoma tu, ukiona una cheo, ukiona sijui umefanya nini, unaanza kutaka kuwa juu. Hicho cheo hukupewa, mpatie nafasi yake ya uongozi. Na umheshimu na umstahi hata mbele ya watoto. Watoto wasisikie unavotoa maoni ya baba yao ambayo sio ya hadhi ya kumheshimu. Watoto wajue kabisa kwamba kwa baba mbele ya mama humgusi. Wajue wewe ni mtetezi wake. Lakini kuna nyumba ambapo unakuta akina baba wana majina ambayo hata hawayajui, lakini yanajulikana kwa mama na watoto. Anafurahi unapothamini maoni yake na mawazo yake, hata kama wazo lake huenda ungehitaji liboreshwe. Msaidie kwa hekima, sio kwa kumdharau. Umheshimu mume wako kwa jinsi unavyozungumza naye. Mfokee na kumkosoa na kumkosea heshima mbele ya wanaume wenzake. Unampotezea ego. Mungu anahitaji wanaume na wanawake wanaopendana katika familia zao. Unapojua kwamba mwanamume ni tofauti na mke ni tofauti, na halafu ukamkubali kama Mungu alivyomleta katika maisha yako, mkajengana, itakusaidia. Wanawake wanaopiga kelele katika familia na kuwakosea heshima waume zao, hasa unapokuwa na watoto wa kike, unawaandaa kukosa heshima kwa waume zao pia. Lakini pia kama una watoto wa kiume ndani ya nyumba yako, unawasaidia watoto wanapoona baba yao wanaheshimiwa, unawajengea kujiamini na kujithamini wanapoendelea kukua, hata watakapokuwa katika ndoa zao. Lakini wanapoona baba yao ananyanyasika, wanakata tamaa na habari ya ndoa, wanaogopa wanawake. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapoendelea kuishi katika tofauti zetu na kumtukuza Mungu katika tofauti ambazo Mungu alitupatia. Tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa somo hili. Tunaomba Bwana, kila ambacho hatujaweza kukifikia, Roho yako Mtakatifu aendelee kutufundisha. Atusaidie kuishi pamoja kwa umoja na kusherehekea tofauti ulizoziweka ndani yetu. Katika jina lake Yesu, amen.